eneo, himaya, territory, eneo la kijiografia. Namba 2, una mfalme. Namba 3, una watu chini yake, na niliongea kwa kina kidogo kuhusiana na haya. Namba 4, una lugha, na tukatoa mifano kadhaa. Namba 5, una namna ya kufikiri, mindset, namna ya kufikiri. Namba 6, una aina ya chakula, aina ya vyakula. Kila ufalme una mavazi. Kila ufalme tutasema. Namba 7, namba 8 sijui ina mifumo. Sawa? Mifumo maana yake utaratibu wa kuendesha mambo. Na nikasema mifumo kama mifumo ya afya, mifumo ya ulinzi, mifumo ya kiuchumi, ya kiugavi na mifumo ya aina nyingine. Amen. Jambo lingine tukasema ufalme wa Mungu pia una nini? Himaya, eneo. Tunatawala kimaeneo, na tulishia hapo. Ufalme wa Mungu pia una himaya, una maeneo. Mfano mzuri ni mtu kama Daniel. Daniel alikuwa ndiye mtawala wa kiroho kwa upande wa ufalme wa Mungu wa eneo linaloitwa Uajemi. Kwa ufalme, kwa duniani alikuwepo mtu anaitwa Koreshi ambaye alikuwa ndio ufalme wa Uajemi, si ndio? Kwenye ulimwengu wa roho wa giza kulikuwa na mkuu wa ufalme wa Uajemi. Tulisoma kwenye ile Daniel 10. Kwenye ulimwengu wa roho wa Mungu kulikuwa na Daniel ambaye ndio mtawala. Kwa hiyo vitu vya kimungu katika nchi ile, katika lile eneo la Uajemi, vilikuwa haviwezi kufanyika mpaka Daniel amehusika. Lakini pia kulikuwa na athari za moja kwa moja kwenye ule ufalme na maisha ya maombi ya Daniel. Kwa Daniel kupitia na kufuatilia vizuri na gundua kitu cha kwanza ambacho nilisema jana, ili kuwa mtawala kwenye eneo wa kiroho, jambo la kwanza nilisema ni lazima mtu ajitambue yeye ni nani. Na nikasema ya kwamba moja ya kitu ambacho Wakristo, watu wa Mungu wengi tunakikosa, watu wengi hatujitambui nafasi zetu. Sasa sio tu kujitambua ya kujisema, kujitambua kuanzia mpaka unavyojifikiria. Unajua watu wengi hawajifikirii kiuhalisia wa maisha yao ya neno la Mungu. Wengi wanajifikiri kinyume na neno la Mungu. Kwa hiyo haiko kwenye kusema kwanza, iko kwenye ile utambuzi. Au Kiingereza unaweza kusema iko kwenye ile consciousness ya wewe ni nani katika Kristo. Wewe ni nani? Ile inageuza kila kitu kwenye maisha ya mtu. Na moja eneo ambalo litaanza kufanya kazi ni kuuthibitisha utawala au nafasi yako. Amen. Bwana asifiwe sana. Moja ya kama mtu ni mkuu wa mahali, ni rais, alafu ajitambue yeye ni rais, hawezi kupractice mamlaka yake. Sasa ndivyo ilivyo, watu wengi wanashindwa kuyapractice mamlaka yao kwa sababu hawajitambui. Unajua hata Yesu anakutana na yule mgerasi, yale mapepo anasema tunajua wewe ni nani. Lakini kabla ya pale Yesu alikuwa anajua yeye ni nani. Alafu unakutana kuna mapepo fulani ambao wana wasiwewa walikuwa wanayatoa. Moja ya kitu kilifanya ya washinde, yaliuliza ninyi ni akina nani? Manake kuna utambuzi. Yesu anakutana na shetani, anamwambia ikiwa wewe ni mwana wa Mungu. Unagundua moja ya siri ya kutawala kwenye maeneo ambayo Mungu anatuweka ni kuwa na uwezo wa kujitambua wewe ni nani katika Kristo. Amen. Wakristo wengi wameokoka lakini hawajitambui wao ni akina nani. Ndio maana Petro anawachallenge kanisa la Efeso
kwenye Efeso sura ya 3 mstari wa 1 anasema ikiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo. Unajua hiyo ni lugha ya challenge, kwamba unasema kwamba umefufuliwa pamoja na Kristo. Na ni kweli kabisa, ulipookoka umefufuliwa pamoja na Kristo. Anasema ikiwa kama kweli umefufuliwa pamoja na Kristo, tutategemea mambo mawili. Jambo la kwanza utayafikiria. Jambo la kwanza moja wapo ni kuyafikiri yaliyo juu. Alafu jambo lingine anasema mtayatazama yaliyo juu, alafu anasema mtayafikiri yaliyo juu. Kwa kama kweli sisi tumefufuliwa pamoja na Kristo, lazima tufikiri kwenye nafasi yetu. Nafasi yetu hii tumeketishwa pamoja na Kristo. Tumeketishwa pamoja na Kristo. Ile kujitambua tu tayari ni hatua ya kwanza ya kumshinda adui. Tayari ni hatua ya kwanza ya kuanza kuona umiliki wako unaanza kuthibitika na kuongezeka. Amen. Kwa maisha ya kujitambua yatatusaidia kuongeza kiwango chetu cha umiliki na kiutawala. Lakini namba 2 ni maisha ya maombi. Maisha ya maombi. Maombi sio kama tukio la kupelekea mahitaji, siongelea hilo. Naongelea maombi kama mwakilishi wa ufalme wa Mungu mahali. Unajua Yesu alivyofundisha maombi, alifundisha kwa moja ya namna alifundisha kwa engo ya ufalme. Sasa wengi wanafahamu maombi kama jambo la kupelekea mahitaji na kupatia mahitaji kwa Mungu. Ni sawa, lakini maombi ni zaidi ya jambo la kupatia mahitaji kwa Mungu. Maombi ni jambo ambalo linakuthibitisha katika nafasi yako. Unapoomba unaithibitisha nafasi yako katika ufalme wa Mungu. Ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi wake, ninyi salini hivi. Alafu anasema Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Maana yake tunataka kuwa watawala kwenye eneo la ufalme, ni lazima tuwe na maisha ya maombi. Sio matukio ya maombi, maisha ya maombi. Maisha ya maombi. Sasa shetani ametufanya, au sijui ni shetani au vyovyote vile, tunayatazama maombi kama kifaa cha kupatia mahitaji kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo tukipata mahitaji fulani tunaacha kuomba. Hatujui maombi ni tool ya ufalme. Ni kwa ajili ya kuthibitisha ufalme wa Mungu duniani. Ndio maana anasema ninyi salini hivi, ufalme wako uje. Manake muombaji na ambaye anaomba kwa ufahamu na akiendelea kuomba, kwa kadiri unavyoendelea kuwa na maisha ya maombi, ndio kwa kadiri ambavyo unaendelea kuwa mtawala. Waombaji ni watawala. Muombaji mwenye ufahamu ni mtawala. Na kwa kadiri unavyoomba ndio utawala wako unaongezeka. Ndio maana unaona Danieli utawala wake ulikuwa, ukakua, ukafika mahali Danieli alikuwa ni mtawala wa nchi. Ndio maana hata kesi za Danieli zilikuwa ziamuliwi na wakuu wa mikoa au mawaziri. Hata ile kesi ya tundu la simba ilitokea kwa hao wa chini, lakini hawakuweza wao kuilazimisha. Unagundua hao wa mawaziri, kusoma kwenye Daniel, mawaziri ndio walileta wazo, lakini ilibidi litoke kwa mfalme ili liweze kumwathiri Daniel. Kwa sababu gani? Kwa sababu Daniel alikuwa yuko juu, alikuwa yuko kwenye level ya kimfalme. Kwa kusingekuwa na chochote cha kiroho cha level ya chini kingeweza kumpinga na kufanikiwa mpaka hiyo kwa level ya ufalme. Na nini kilimfikisha pale? Utawala wake, himaya yake ikawa kwenye level ya ufalme. Maisha ya maombi. Muombaji ni mtawala akiwa na ufahamu. Kwa muombaji anayejua nafasi yake katika Kristo. Muombaji ambaye ana maisha ya maombi, sio matukio ya maombi. Wakristo wengi wana matukio ya maombi, wanaomba kwa matukio. Anaomba akiwa na hitaji fulani, anaomba akiwa na shida. Hawana uendelevu, hawana kitu kinaitwa maisha ya maombi. Wana matukio ya maombi. Kuna watu wana matukio ya mifungo, wana matukio. Kwa anaweza akaibuka mwezi huu ni muombaji hatari, alafu baada ya hapo imekufa. Huyu mtu hawezi kuwa mtawala. Waombaji wa misimu, kwa mfano tunaelekea msimu wa waombaji sasa hivi.
Disemba, Januari, utaona watu wana